Vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, karibu sana kwenye Political Science. Hii ni sehemu ambayo tumekuwa tukizungumzia mambo yote yanayohusu uchambuzi wa siasa za kimataifa na mambo mengine mengi ambayo unapenda kuyasikia, na bahati nzuri sana Kombo niko naye hapa, ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa ndani na kimataifa, na amekuwa akizungumza mara nyingi sana kuhusiana na mambo haya yanavyoendelea, na ni mwanafamilia yetu pia. Kombo, kwanza karibu sana kwenye Political Science. Shukran sana, na ni jambo jema kwa mara ya kwanza kuonekana katika platform hizi mbili za Bongo Plus pamoja na 96 Link katika kuhakikisha tunawaletea Watanzania kile ambacho kinaendelea duniani kote. Na tupo tayari katika kuhakikisha kile ambacho tunakijua japo kwa uchache tuwafikishie wenzetu ambao wametingwa kwa namna moja ama nyingine, au wanaweza kukipata kwa lugha ya Kiswahili na wakaelewa pia. Kweli kabisa. Kwanza tuanzie mgogoro wa Irani na Marekani kabla tujaenda kwenye haya mengine. Pia umekuwa ni mgogoro ambao umekuwa na sura tofauti sana, umekuwa una ups and down. Kuna kipindi unashuka na kuna kipindi unainuka. Pengine hasa unaona wapi mgogoro hasa tokea uanze isho lako? Kwa mtazamo wangu mgogoro huu naona ni kutokana tuna mambo ya kimaslahi hasa ya Marekani ambayo anayataka ama anayapata hasa pale Mashariki ya Kati. Tunafahamu kwamba Marekani ana bezi kadhaa pale Mashariki ya Kati, na hata ile Israeli pia wachambuzi wa mambo wanadai kwa ni nchi, ila ni bezi ya kimkakati katika kuhakikisha Marekani anaendelea kukaa kwenye ile link ama kwenye listi ya superpower. Na ndo maana yule aliyopo pale Netanyahu akisema jambo lazima Marekani walisikilize. Kama hivi hata hii issue ya Irani na Marekani unaona huu mgogoro unazidi kukua kutokana na pressurize ya Netanyahu ama pressurize ya Israeli, kwamba Marekani ili mradi uweze kuendelea kukaa hapa ukiangalia mipaka ya kutoka Israeli hadi Irani ni kuna nchi nyingi kama 3 au 2. Kutoka Israeli unaingia kama Iraki hivi, unakuja huko wapi Iran. Lakini Israeli inadai kwamba Irani ni tishio kwetu, kwamba ili Marekani uzidi kubaki hapo inabidi huyu umfanye kama alivyofanywa wengine, kama kule Syria kwa Bashar al-Assad, Iraki hapa kwa Saddam Hussein. Kwa hiyo hii issue yote inatokana ni maslahi ya Marekani, ila Israeli ndio anachagiza zaidi huu mgogoro uzidi kuendelea. Ndio maana kwa namna moja ama nyingine Marekani anadai ama anataka mazungumzo yawepo, ila Netanyahu yeye hataki. Anachodai kwamba ni lazima Marekani avamie, ni lazima Marekani avamie kwa kuwa anajua Iran pengine ikiteteleka kidogo yeye atazidi kupanda juu, na vile vile maslahi ya Marekani yataweza kubaki. Ingawa nyuma pazia wachambuzi wa mambo wanadai kwamba hiki anachofanya Israeli au Netanyahu sio kwa ajili ya Marekani, ila ni kwa ajili ya Israeli kwenye mipango yake huko mbele. Ndio maana haya yote yanatokea kwamba kwa miaka hiyo mbele Israeli ndio anataka iwe superpower. Kwa hiyo ili niwe superpower lazima nitumie hizi vinchi vidogo vidogo ikiwemo Marekani pia. Ili mradi niweze kufikia ile sehemu. Ingawa kwa sasa inaonekana kwamba Marekani ndio ana hamu zaidi ya kutaka anguke Iran ili mradi maslahi yake yazidi kwenda juu, ila kiukweli kilichopo nyuma ya pazia ni kwamba hata Marekani pia anatumika katika siku zijazo Israeli ndio aweze kuwa juu zaidi. Ni kama rift au ngazi ambayo Israeli anaitumia. Ile ni blackmail. Wayahudi wana hiyo michezo. Wayahudi wana hiyo michezo kwamba anaweza akafanya urafiki na wewe ila ana target ya miaka 20 mbele. Wewe mwenyewe utakuwa chini yake. Lakini watu wengi huwa hawalijui hilo. Kwa maana hata tukirudi nyuma kidogo kwenye ile story ya Jeffrey Epstein
Yule alikuwa ni Myahudi na inavyosemekana alikuwa ni agent wa Mossad, shirika la upelelezi la Israeli. Lakini akajibadilisha, akajidogosha, akaenda Marekani, akafanya kazi za kawaida ikiwemo ualimu, akafanya biashara sijui za mabenki hizi, akazunguka, akaja akanunua kile kisiwa, akawa anafanya communication ama ana bondi na watu wakubwa maarufu wa kwa ile miaka na ambao walikuwa wanajua kwamba huyu baadaye atakuja kuwa mtu maarufu. Kwa hiyo wale wote walishaingizwa kwenye mtego. Na ndio maana hizi zinakuwa kazi rahisi. Kwa hiyo Myahudi hata kama ni rafiki yake ila jiandae siku moja utakuja kung'ata meno kwa uchungu. Lakini katika kuangazia pia hili, kumekuwa na majadiliano ambayo yamekuwa yakiendelea kwa namna nyingi sana, na sasa hivi tunafahamu jana kulikuwa na mazungumzo ambayo yanaendelea. Yameishaje kwanza? Maana mazungumzo yenyewe mazungumzo haya ni ya awamu ya 3 kama sikosei, ambayo yanafanyika kule Geneva, Uswizi. Na kwa taarifa zilizotoka ama kwa majibu ambayo yametoka, yale mazungumzo hayakufua dafu, kwamba pande zote mbili hazikukubaliana, yamekwama. Kwa sababu kwamba Iran anakuja na mambo yake ambayo anayataka kwenye hayo mazungumzo, na Marekani nayo anataka mambo yake. Mazungumzo ambayo yalikuja na pointi za Marekani ikiwemo kwamba Iran inabidi aharibu vituo vyake vile vya Fordo, Isfahani, kwamba na kile kingine kituo cha 3 kwamba vile vyote viharibiwe, nuclear. Jambo jingine natakiwa kwamba kuna uranium ambayo tayari isharutubishwa, inatakiwa ile yote ichukuliwe, isafirishwe pelekwe Marekani. Jambo ambalo ni ngumu. Iran imekataa, na kuna jambo jingine kwamba inatakiwa kituo kimoja tu cha Teherani ambacho ndio kiacho, tena kikiwa na pasenti ndogo sana. Kile kibaki ndio kibaki kwa ajili labda ya kufanya hizo shughuli zenu za kiraia ambazo nyinyi mnazisema. Na kuna jambo jingine ambao wanasema kwamba hivyo vyote mkivikubali, tutatoa vikwazo vyote vya tangu ya miaka ile takriban miaka 20 na Iran na vikwazo. Kwa hiyo wamesema kama hivyo vyote vya juu mkivikubali, vikwazo, Marekani tutatoa vikwazo na tutawaambia Umoja wa Ulaya vitoe vikwazo. Lakini Iran imekataa kwa kuwa wanajua kwamba ukikubali kuharibu hivyo vituo vya nuclear vya Fordo, kwamba utakuwa kama kwenye mpira utaruhusu ucheze pungufu wenyewe. Wachezaji mpira wanasema utaruhusu ucheze pungufu, na ukicheza pungufu siku zote lazima ukubali kushambuliwa, ama mashambulizi yatakuja kwa wingi. Kivipi? Kwamba kuwepo kwa vituo vile vya Fordo na vile viwili vingine ni kama ni silaha fulani, japo wenyewe wanasema kwamba havina madhara kwa sasa, lakini ni mlinzi fulani hivi bwana, ni yule ana kitu fulani. Sasa hatujui anacho kweli au hana. Lakini ukisema nimeshakiharibu, inakuwa ni rahisi hata kwa maadui wengine, hata hawa maadui wa kawaida, ukiacha Marekani, ukiacha Israeli, Korea Kusini, kwa majirani zake kutaka kumchezea. Lakini ukisema bwana, mimi nakubali kuvunja hivyo vituo, nakubali kuchukua uranium, ni wakabidhi muondoke nayo, sijui nakubali nifanye nini. Yani kwanza hiyo ni danganya toto. Tushaona kwa baadhi ya viongozi waliopita, kama pale kwa Saddam Hussein. Marekani yenyewe ndio ilikuwa inamuuzia Saddam Hussein nini, silaha. Baadaye wakamwambia bwana, una silaha nyingi, inabidi uzipunguze. Huko kwenye mainstream wakidanganya kwamba huyu ana silaha za maangamizi, ataharibu dunia nzima. Kumbe wao wenyewe ndio walikuwa wanampa silaha. Hasa kwa kipindi kile walipokuwa wanapigana na Iran kipindi kile. Misaada yote ilikuwa inatoka Ulaya na Marekani na baadhi ya nchi. Iran alikuwepo yeye peke yake na baadhi ya nchi siji 2 siji 3 ikiwemo Libya. Kwa hiyo washajifunza Iran. Khamenei ameshajifunza kwamba
kulikuwepo na fulani hapa jirani yangu walimwambia hivyo hivyo kwamba haribu kitu fulani tutakuacha. Ameharibu, mwisho wa siku amebakisha silaha za kawaida. Jamaa hapa wamepiga, mwisho wa siku hadi mtu anajificha kwenye karavati shambani. Sasa unaona, ushaona vile, ushaona kwa Gaddafi Libya hivyo. Kwa hiyo utakubaliji bwana uchukue silaha zako uharibu wakati ubakishe kisu. Ulikuwa na bastola unapewa bwana, hebu itupe hii, baki na panga au kisu. Alafu taamaki hapo wanakuja na ndege usiku anakurudia. Hiyo haikubaliki, hata ungekuwa usingekubali. Kwa hiyo ndio maana inakuwa ni jambo gumu sana. Alafu vile vile Irani ni japo sio 100% ni Waislamu tuseme hivyo, ila ni kwa 1% kubwa ni Waislamu afu ambao wanafuatilia sana haya mambo, wanasema mkali. Kwa hiyo walishajua ukitofautisha na Waarabu, wale ni Wajemi. Waarabu wanajua ila ni kama wanatekwaga sana na hizi mambo hizi starehe nini. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kuwateka. Marekani akija hapa akiwaambia bwana fanyeni kitu fulani, nitawapa kitu fulani, nitawaletea matamasha kama siku hizi wanafanywa matamasha si ya muziki, ya ngumi, ya nini. Kwa hiyo wale Waarabu ni rahisi sana kuwalaghai kulinganisha na Wajemi. Wajemi wanafuatilia sana dini na walishaambiwa kwenye vitabu vya dini kwamba kuna muda utafika itabidi muingie kwenye crisis na hawa jamaa. Kwa hizo zote hizo wanajua. Kwa hiyo ndio maana wanazidi kujipanga. Wanajua kwamba vitabu vilishasema na hali ya mambo tunaiona. Kwa hiyo ili mradi tuweze japo inavyosemekana kwamba itakuja ianguke, ila sio kuanguka kwamba kwa urahisi kwa kipindi hiki. Unadhani kila ambacho tunachokiona kwa mfano Saudi Arabia, siku hizi tunaona kuna mipira sana inafanyika, wewe ni shahidi, unaona hizo project zinazoenda zile, tunaona sasa hivi kuna wasanii na Cardi B juzi ameenda kufanya show kule pia. Unadhani ndio hizo project ambazo unazungumzia hapa? Kama nilivyosema, Wayahudi wana akili nyingi sana tena kubwa. Ndio maana wanafanya yale. Ingekuwa kama mfano unavyoona wale wachezaji mpira. Kuna wachezaji mpira masuperstar wametoka Ulaya, wana majina makubwa na wana maendeleo makubwa, lakini wamekubali kwenda kule ambako hata kujulikana kwao kwa sasa, kutajwa majina yao yani ni kawaida sana. Wanashuka. Swala sio fedha, swala ule ni mpango maalumu kimkakati kwamba mnapelekwa kule kwa ajili ya kwenda kuharibu zile kacha tamaduni. Mfano kuchukua tamaduni za Ulaya kuzipeleka kule. Mfano anaweza akachukua mfano mchezaji labda Ronaldo. Akachukua Ronaldo au mchezaji mwingine yote ambaye yupo ametoka Ulaya ameenda kule Uarabuni, labda Saudi Arabia. Ameenda kule anafanya shughuli zake mpira nini, akapata familia kule, akamchukua labda manzi wa Kiarabu, akaishi naye, akapata watoto, kile kizazi kikaenda. Baadaye kile kizazi mabosi wao huko Ulaya au Wazayuni ambao Wayahudi wakiwafuata, akiwaambia bwana kuna mkakati huu na huu inabidi muufanye, inakuwa ni simple. Bwana itabidi tumpenyeze sehemu fulani kiongozi fulani, kwa atachukuliwa mtoto wa fulani labda Ronaldo atawekwa kwenye sekta fulani, labda mtoto wa fulani atawekwa wale wachezaji, lakini mbele huko watoto wao sasa wataweka. Myahudi akija ni jambo tu la kusukuma mlango anapita. Kama tunafahamu kwamba Israeli ina mpango wa kutengeneza Greater Israeli ambayo itakusanya sehemu ya Egypt ya jangwa la Sinai. Sinai watachukua pati ya Lebanoni, watachukua pati ya Iraq, watachukua pati hata hii ya Saudia. Watachukua huku kote watapita. Watachukua Jordan nzima. Kwa hiyo wakisema kila siku watumie nguvu, mavita manini, binadamu tunachoka bwana. Kila siku bwana Israeli kampiga labda Lebanoni, leo kaja kapiga Misri, watu tutagundua kwa urahisi. Kwa hiyo mtu anachukua hata hii mbinu ya kuchukua wachezaji kupeleka kule ni miongoni mwa mikakati yao. Wanatengeneza mikakati madhubuti ambayo kwa miaka ya mbele itakuwa simple tu.
Ushachukua labda mtoto mmoja ambaye labda Ronaldo mtoto wake au mjukuu wake mbele huko amekuwa labda waziri wa mambo ya nje wa Saudia, alafu simu ishapigwa, bwana sisi tunataka tuchukue kipande fulani. Hawezi kufanya chochote kwa sababu yupo kwenye system na alishajua kashajua madini kwamba tutakuja tutafanya hivi. Sawa kabisa. Nadhani Kombo hii tutaifanya hiyo topic ya siku maalum. Nadhani siku moja tutaandaa siku tuje tuzungumzie hiyo project ya Saudia na ligi yao ile inaitwa nini ile? SBL si nini, upenda soka tutatuambia, na tutafuatilia kweli kiundani. Inabidi siku tuje na madini kabisa, tusome mkakati namna ambavyo pengine kuna mtu ambaye afahamu aelewe pia. Lakini la mwisho labda kwa dakika moja Kombo, nadhani sasa mazungumzo tatu yameshashindika. Mwendea kwanza amefeli, ya pili amefeli, ya tatu pia amefeli. Nini unachokiona sasa baada watarudi kwenye mazungumzo ama sasa tutegemee ndo kwish na vita ianze rasmi? Kwa ukubwa wa mambo vita kwa sasa haipo. Labda itakuwepo ila kwa sio kwa mwaka huu wala mwakani. Kwa sababu ninachojua mimi Marekani ameshaenda sana Mashariki ya Kati, ameshafanya sana fujo. Kwa maana hata safari hii watu walivyosema bwana Marekani anataka aje Irani kufanya jambo fulani kama lile alilofanya Iraki, alilofanya labda Libya, watu washapigiana simu. Bwana yule mtu ambaye kila siku anakujaga huko anapiga mtu fulani, anaua ndugu zetu, anaua labda watoto wetu na anatuacha mayatima, anatuacha maskini, anataka aje tena. Kwa hiyo watu washapigiana simu, tunaona kwamba Hezbollah amesema bwana ukiingia na sisi tunakuja. Houthi wamesema ukiingia kutoka kule Yemen, ukiingia na sisi tunakuja. Wale vikundi kadhaa kutoka Iraki nao wamesema hivyo hivyo kwamba wewe ukija sasa hivi hatukuachi. Na hata yeye nani Iran amesema kwamba safari hii tutakufanya ujutie. Kwamba Iran yupo katika sehemu ya kimkakati. Kuna ule mfereji wa Hormuz ambao wanapitisha meli nyingi sana ambazo zina manufaa sana kwa dunia. Kuna hawa Houthi ambao wapo huko chini kwenye Bahari Nyekundu ambao tumeona tu hata kwenye mgogoro wa Israeli na Palestina. Houthi nao walikuwa wanaleta amsha kwamba walikuwa waruhusu meli yote ambayo ni ya Israeli, ya Marekani ama ya yoyote ambaye anafungamana na haya mataifa mawili kupita pale. Sasa ikitokea kwamba mshaenda kufanya mashambulizi ya nguvu kule Iran na wao wakisema na sisi tunafanya mashambulizi, kutakuwa na hasara kubwa duniani na watu wote watamtupia lawama USA. Sababu kule ni mafuta mingi yanatokea kule Mashariki ya Kati anakuja huku, hata huku kutokea Asia Mashariki, huko China, India, meli zote zinapita, lazima upite karibu na Iran, lazima upite karibu na Yemen. Kwa hiyo ukitokea kwamba titi likianza ama mzozo ukianza, vitu vingi vitaharibika. Hata sisi huko Afrika, hasa Afrika Mashariki pia tutapata shida sana. Hata hizi bei za bidhaa ikiwemo mafuta zitapanda, na matokeo yake watu wengi ama mataifa mengi watatupa lawama kwa Marekani, kwa sababu yeye ndio ameenda ameenda ni kwenye mzingo wa nyuki, unaenda kuutikisa. Sababu pale kila mtu atakayeng'atwa lazima hakuna niliwe akutarget wewe, akufuate bwana, wewe ndio umesababisha. Watu walikuwa na mambo yao fresh, wewe umeenda umesababisha fujo. Kwa maana hiyo kwa hivi sasa sidhani kama kutakuwa na hiyo vita kwa siku hizi za karibuni, ingawa tu vitisho vinaendelea, lakini kwa Mwajemi vitisho kwake haviwezi kufua dafu, kwa sababu tunaona na yule Mwajemi ni mtu ambaye kwa kawaida naona hata USA mwenyewe ameshachunguza. Kwa kawaida vita zake huwa yani so za siku mbili siku tatu, ni mtiti. Tumeona tu alipopigana na Iraki. Iraki alikuwa yupo nyuma, kuna Marekani, Uingereza, watu wengi, nchi nyingi. Yeye alikuwa sijui na watu wawili tu. Tena most alikuwa yeye ni mwenyewe tu. Yeye wale Libya sijui na nani walikuwa wanamba tu usaidizi mdogo mdogo, lakini alidumu navyo kwa miaka 8. Mtu yupo peke yake anapigana na mataifa takribani 8 nyuma, lakini alidumu kwa vita ndani ya miaka 8. Sasa hivi na mtu kasha advance, unaambiwa
kulingana na Trump tubake moja anasema kwamba wana makombora Irani ya kufika hadi USA kama ni kweli. Sasa mtu kama huyo afu nakwambia anapenda ugomvi kuliko kula. Wewe ndio mchokozi inakuaje? Sawa utampiga ila na yeye utarudi nyumbani uko hoi. Utalala na viatu. Bana. Kombo asante bana kwa hili. Shukrani. Okay poa.